uzao wako unao utazama huo sio uzao wako, ila ni sura ya muonekano wa muundo wa uzao wako. Mke unayemtazama huyo si mke wako huyo, hiyo ni sura ya muundo wa muonekano wa mke wako. Huyo mume unayemtazama si mume huyo, huyo ni sura, ila ni sura ya muundo wa muonekano wa mume wako. Na huyo ni Andigunyu. Ninazungumza kuhusu uzao sehemu ya 4, kwamba huo uzao unao utazama kwamba ni uzao wako, huo sio uzao wako, ila ni sura yenye muundo wa muonekano wa uzao wako. Huyo unayemtazama kwamba ni mtoto wako, huyo sio mtoto wako, ila ni muundo, ni sura ya muundo wa muonekano wa mtoto wako. Huyo unayemtazama ni mke wako, huyo sio mke wako. Huyo unayemtazama ni mume wako, huyo si mume wako. Huyo unayemtazama kwamba ni mzazi wako, ni mtoto wako, ni taifa lako, ni kijiji chako, huyo unayemtazama ni wa uwepo wako, ni wako, si wako huyo, ila huyo ni picha, ni sura ya muonekano wa kilicho chako, wa mtoto wako, wa uzao wako, wa kijiji chako, wa taifa lako, wa uzao wako. Kwa kuwa aliye wa uzao wako ndiye aliye msaidizi wako. Na daima msaidizi wa utawala wako haonekani katika utawala wako, na matendo yake hayaonekani katika utawala wako, na utendaji kazi wake hauonekani katika utawala wako, bali kinachoonekana katika utawala wako ni kile kilicho cha utawala wako.
kinachoonekana katika utawala wako ni ule utawala wako. Muundo wa utawala wako ndio unaoonekana katika utawala wako. Ndio maana msaidizi wako daima haonekani wala kujulikana na utawala wako, kwa kuwa kinachojulikana katika utawala wako ni utawala wako. Ndio maana uzao wako hauonekani wala kujulikana katika utawala wako. Mke wako haonekani wala kujulikana. Mume wako haonekani wala kujulikana katika uwepo wako. Taifa lako halionekani wala kujulikana katika uwepo wako. Familia yako, taifa lako, kijiji chako, mali zako, kimaanisha kwamba msaidizi wako haonekani katika utawala wako. Kwani akishaonekana tu, huyo sio msaidizi wako, ila ni muundo wa utawala wako, ikimaanisha ni wewe. Akishaonekana tu, huyo sio uzao wako, huyo ni wewe. Huo ni muundo wa jina lako. Ndio ukisha muona tu, huyo si msaidizi wako. Sio uzao wako, ila ni wewe. Uzao wako ni ule ambao haujulikani, hauonekani. Narudia tena hapa. Uzao wako ni ule ambao haujulikani, hauonekani. Msaidizi wako, mjakazi wako ni yule ambaye hajulikani, haonekani. Katika utawala wako, yani uwepo wako, kwa kuwa kinachotakika kuonekana katika utawala wako, katika uwepo wako, ni wewe uliopo, ni utawala wako, ni mtawala. Ndio maana hata katika uongozi wa kawaida, uongozi uliopo wa kiserikali au wa jambo fulani,
utasikia fulani amesema, neno limesema, wananchi wamesema, taifa limesema. Ndio unajua kabisa huyo ni mtu anaongea, huyo ni waziri fulani anaongea, lakini anatanguliza kwamba ni fulani amesema. Kwamba yeye hapo haonekani, anaonekana fulani. Yeye hapo hayupo, unaonekana utawala huo wa fulani. Na ndio maana ya utawala, kwamba msaidizi haonekani na wala hajulikani. Na utawala, bali utawala unajijua wenyewe, unajionyesha wenyewe. Na ndio maana nimekwambia msaidizi wako, uzao wako ni ule ambao hauonekani. Mke wako ni huyo ambaye haonekani. Mume wako, mtoto wako, mzazi wako ni huyo ambaye haonekani. Kwani huyo unayemwona sio mzazi wako. Huyo mke unayemwona sio mke wako. Hilo taifa unaloliona sio taifa lako. Hiyo ni sura ya muundo wa mke wako, wa taifa lako, ya kijiji chako, ya mtoto wako, ya uzao wako, lakini si uzao wako. Na kama huo ni muundo wa uzao wako, huo ndio wewe. Ikimaanisha kwamba hicho unachokiona ambacho ndio sura ya uzao wako, lakini si uzao wako, hicho ndio wewe. Hicho unachokiona ni mke, sio mke, ni muundo wa muonekano wa mke, ni sura yenye muundo wa muonekano wa mke. Na kama ni sura yenye muundo wa muonekano wa mke, basi huyo ndiye wewe. Chochote unachokiona ni wewe.
Chochote unachokifikiri ni wewe. Chochote unachokiwaza ni wewe. Huyo mke unayemwona ni wewe, siye mke huyo. Huyo mume unayemwona ni wewe, siye mume huyo. Kwa kuwa unachokiona unakiona cha muundo wa jinsi ulivyo. Huyo mtoto unayemwona sio mtoto huyo, huyo ni wewe. Kwa kuwa unamtazama kwa muundo wa jinsi ulivyo. Ndio maana huyo mtoto ameitwa ni sura ya muundo wa mtoto. Ndio maana huyo unayemwona ni mtoto ameitwa ni sura ya muundo wa muonekano wa mtoto. Kwa kuwa mtoto sio wa utawala wako, uzao wako sio utawala wako, wala sio wewe, ila uzao wako ni sura ya muundo wako wewe, lakini sio utawala wako au jina lako. Ndio maana uzao wako umekuwa ni ule usio utazama, kwa kuwa haupaswi kujulikana. Kuonekana katika utawala wako, kwani ukionekana katika utawala wako kutakuwa na tawala mbili. Wewe na uzao wako, na utawala unatakiwa uwe ni mmoja, ambaye ni mtawala na msaidizi wake, na msaidizi wake ndiye huyo asiyeonekana, asiyejulikana. Ndio, na ndio maana unaishi pamoja na uzao wako kwa imani ya uwepo wako. Narudia, unaishi na mke wako kwa imani ya uwepo wako. Unaishi na watoto wako kwa imani ya uwepo wako. Unaishi na pumziko lako kwa imani ya uwepo wako. Unaishi na taifa lako kwa imani ya uwepo wako. Unaishi na msaidizi wako kwa imani ya uwepo wako, ila hamuoni wala haonekani, kwani ukishamuona tu sio msaidizi wako huyo.
huyu ni wewe, kwa kuwa ulichokiona ni sura ya muundo wa huyo, lakini sio huyo. Ndio ukimwona huyo kwa fikra, kwa mawazo, kwa matendo, kwa kunena, kwa jinsi vyovyote vile, huyo ni wewe, sio hicho ulichokitazama, sio hicho ulichokifikiri. Huyu ni wewe, ni muundo wa utawala wako, kimaanisha chochote unachokiona umekiona kwa muundo wa muonekano wa utawala wako. Ndio uzao wako ni ule ambaye hauoni wala haujui, kwa kuwa uzao wako sio wa utawala wako. Uzao wako sio utawala wako, ila ni sura ya muundo wa utawala wako. Na kwa jinsi ya kuwa ni sura ya muundo wa sura yako, nao kuwa ndio usaidizi wako au pumziko la muundo wa utawala wako, usaidizi wa muundo wa jina lako. Kwa hiyo unachokitazama mbele yako sio hicho kwa jina hilo, ila ni sura ya muundo wa jina hilo, nacho hicho kuwa ni wewe. Kwani chochote unachokiona, unachokitazama, unakitazama katika jinsi ya muundo wako wewe ulivyo, jinsi ya muundo wa utawala wako ulivyo, nacho hicho kuwa ni muundo wa utawala wako wa jina lako. Kwa hiyo mke wako ni yule ambaye haumtazamii wala kumwona. Mume wako ni yule ambaye haumuoni wala kumtazama. Chochote kile chako, mali zako, taifa lako, kijiji chako ni kile ambacho haukioni wala kukitazama, ila chochote kile unachokiona ni wewe, unachokitazama ni wewe, ulicho nacho ni wewe, ila si kile ambacho unakiita kwa jina hilo, bali ni sura tu ya jina la unachokiita na kufanya. Unaishi na uzao wako, mke wako, mume wako, taifa lako, kijiji chako, mali zako, taifa lako, familia yako, ndoa yako, uponyaji wako, muujiza wako, kilicho chako, cha uzao wako wowote ule, kwa jinsi ya jina lolote lile, katika imani ya uwepo wako, kwa jinsi ya imani ya uwepo wako, uhakika wa uwepo wako ambao ndio uwepo wako huo, ndio unaishi na uzao wako.
unaishi na pumziko lako. Kwa uwepo wako ndio unaishi na pumziko lako, ndio unaishi na uzao wako, ndio unaishi na msaidizi wako. Ila msaidizi wako haonekani, ila huyo umemwona ni sura ya msaidizi wako, ni muundo wa msaidizi wako ambaye bado ni wewe. Msaidizi wako, mke wako, pumziko lako, uzao wako huwa sawasawa na jinsi wewe ulivyo. Kwa hiyo popote pale ulipo, unapokea, unaishi na pumziko lako kwa jinsi ya uwepo wako, unaishi na uzao wako kwa jinsi ya uwepo wako, unaishi na uzao wa pumziko lako kwa jinsi ya uwepo wako, hapo popote pale ulipo, ambayo inaitwa ni imani ya uwepo wako, ambao ndio uwepo wako hapo ulipo. Basi umepokea uzao wa pumziko lako, umepokea mke wa pumziko lako, umepokea uzao wa muundo wa muonekano wako, umepokea uzao wa pumziko lako, ponyaji wa pumziko lako, utajiri wa muundo wako, chochote katika jinsi yoyote ile, yani uzao wa uwepo wako hapo popote pale ulipo, uzao wa kila unachokiona, unachokifikiri, unachokitazama. Umepokea pumziko la kila unachokiona, unachokitazama, kwa maana kwamba umepokea uzao wa uwepo wako popote pale ulipo, katika jinsi hiyo ya hapo ulipo. Basi leo hii ninaishia sehemu hii ya 4. Usikose katika sehemu zinazofuata. Pia tazama mafundisho haya katika ukurasa wa YouTube kwa jina la Andegunyu. Aliye uzao wako sio aliye wa utawala wako, sio utawala wako, ila ni sura ya utawala wako, ni sura ya muundo wa utawala wako, yani msaidizi wa utawala wako, naye hajulikani wala kuonekana katika utawala wako, ila unaishi naye, unaishi na pumziko hilo, unaishi pamoja naye katika jinsi ya imani ya uwepo wako, ambao ndio huo uwepo wako. Umepokea uzao wa uwepo wako, uzao wa pumziko lako, ambao ndio uwepo wako popote pale ulipo,